Ikiwa leo ni Jumanne ya Aprili 29 mwaka 2025. Kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Goma tunazo taarifa kuhusiana na jeshi la kulinda amani ambalo lilikuwa chini ya mwamvuli wa SADC katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka kwa baadhi ya mashuhuda katika mji wa Goma wameeleza kwamba jeshi hilo ni rasmi sasa limeanza kutoa mizigo yake na vifaa vyake katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wanajeshi kusambaa kwenda katika mataifa yao ambayo walikuwa wakiyatumikia. Na yameonekana maroli kadhaa katika mji wa Goma yakipitisha vifaa vya kijeshi ambavyo vilikuwa vikitumiwa na wanajeshi wa SADC katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii inakuja baada ya kikao, ilikuwa ni mwezi Januari kama si Februari, ambapo wakuu wa nchi wa jumuiya ya SADC walikutana na kuzungumza kutafuta suluhu ya kudumu katika mzozo unaoendelea kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa taarifa ambazo tumezipata ni hizo kwamba majeshi hayo rasmi sasa yanatoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakiwa yanaelekea katika mataifa yao kupitia mpaka wa Rwanda ambako ndiko karibu na eneo la Goma ama katika mji wa Goma. Kama unatizama vizuri hapa katika picha ama video hii inayotembea, utaona maroli kadhaa yakiwa yanatembea kwa lengo la kuondoka katika mji wa Goma kuelekea kule nchini Rwanda, na mwisho wa siku kuelekea katika mataifa yao ambayo wamekuwa wakitoka. Na utakumbuka vizuri kwamba SADC, jumuiya ya SADC ilijiondoa rasmi katika kutatua mzozo huu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya waasi wa M23 pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Rwanda ambayo imekuwa ikitupiwa lawama kuwafadhili M23. Na unaona hapo magari yakiwa yamebeba silaha nzito zikiwa yanapita yanakatiza katika mji wa Goma, na unaona vifaru hivyo vikipita na vikikatiza vikiwa vimebebwa katika magari makubwa. Hiyo ni boti, hizo ni boti. Boti zikiwa zimebebwa, hizi ni boti za kijeshi zikiwa zimebebwa katika magari makubwa na kukatiza katika mji wa Goma. Hii ni ishara kwamba sasa jeshi la SADC halitahudumu tena katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo kupisha jitihada nyingine ambazo zimechukuliwa na jumuiya za kimataifa na hasa mataifa kadhaa yenye nguvu kubwa ulimwenguni kama Umoja wa Falme za Kiarabu ambao wamechukua jukumu la kutafuta suluhu. Hawa anamaanisha ni serikali ya Qatar ambao waliwakutanisha vigogo ama maraisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na rais wa Rwanda kule mjini Doha kwa lengo la kuzungumza nao na kutafuta suluhu ya kudumu. Lakini pia tumesikia karibuni tu ni juzi, na hapa katika channel yetu tulikufahamisha na kukuonesha namna ambavyo viongozi wa mataifa haya mawili yenye uhasama mkubwa mashariki mwa Afrika, kwa maana kwamba serikali ya Rwanda pamoja na serikali ya Kongo walikutana kule mjini Washington nchini Marekani na kutilia saini makubaliano ya kusitisha amani yakiwa chini ya serikali ya Marekani ambayo imeingia mazima. Kwa hiyo unaweza ukaona na kuwasikia baadhi ya
wadau hapa, wananchi wa Kongo wakiongea hapo katika video hiyo kwamba hatuoni waondoke tu, hatuoni sababu yoyote ya wao kuendelea kuwepo hapa, hakuna chochote walichokuwa wanakifanya, kwa hiyo waondoke, na unaona magari yameondoka. Sasa mengi zaidi tutaendelea kukufahamisha, lakini kwa wakati huu nilitaka nikufahamishe tu kwamba majeshi ya SADC yaliokuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni rasmi leo hii yameanza kuondoka na kutoa vifaa vyao nchini humo, yakiwa yanapitia katika nchi ya Rwanda. Yani yanatoka Goma na kupitia Rwanda, na mwisho wa siku kuendelea na safari zao katika mataifa yalikotoka. Hii ni Red Pro Media. Usisahau kushare na kucomment, na mwambie mwenzako pia kwamba Red Pro Media ipo kwa ajili yako. Wanaenda wakati wewe naisha Uza wachoka Abitafanya kazi Unakuja tumakuta kuwa Abu ya bure Ambo baende Ambo baende Ode kitu walikuwa na napenda kufanya kazi hakuna kitu tunafanya. Ode watoto tuko nazo. Wanaweza tu vitu bure.